Stori yetu leo inamhusu mama mmoja anayejulikana kwa jina la Amelia na ana binti yake anayejulikana kwa jina la Kamala. Wote hawa bwana wamejikuta wanaingia kwenye mahusiano na mwanaume mmoja. Hii ni Bernard Cinema, hakikisha unaweza kusubscribe. Asa leo tunaanzia hapa. Mama huyu anajulikana kwa jina la Amelia. Mume wake alifariki miaka kadhaa iliyopita. Mama huyu ana binti yake na binti yake ni mwanafunzi katika shule fulani. Sasa binti huyu kila mara anapokuwa ametoka shuleni, basi huyu rafiki yake wa kiume anakuwa anakuja anamchukua, anampeleka mpaka nyumbani. Ukaribu aliokuwa nao huyu binti, mwisho wa siku mama akaanza kuhisi yawezekana huyu dogo anampenda mwanangu. Lakini ukweli ni kwamba huyu dogo wa kiume anampenda sana Kamala, lakini bado hajatupa voko. Mwisho wa siku mama anajaribu kumuuliza, vipi wewe ndo boyfriend wa mwanangu? Lakini dogo akachoma akasema hapana, huku akiwa anajingata-ngata. Asa leo wakati wa chakula cha mchana, mama akiwa pamoja na binti yake, mama anamwambia, mwanangu Kamala, niambie wewe una mpenzi yoyote? Bwana, binti Kamala akamwambia mama, mimi sina mpenzi yoyote. Vipi na huyo Gabo? Akasema hamna, sina. Asa siku nyingine tena, basi Kamala alikuwa anakula zake barafu, ghafla ikaanguka chini, lakini yale maji ya barafu yakawa muungia kwenye nguo zake. Basi anapoinama kuokota, ghafla akatokea mshikaji mmoja, ni mwanafunzi mwenzake, akampatia kitambaa, bwana jifute. Wakiwapo kwenye mazungumzo pale, rafiki yake anayekuja kumchukua siku zote akaja kumchukua, lakini binti bwana alikuwa hajapenda, kwani alikuwa kwenye moment fulani hivi nzuri. Na alipofika nyumbani, binti ile moment ya yeye kula barafu alafu anasaidiwa kuokota akawa anaikumbuka. Ikawa siku nyingine tena, binti akasimama pale pale ambapo alikuwa mkutana na yule mshikaji ambaye alimpatia kitambaa. Ina maana binti tayari sasa kumpenda yule jamaa. Rafiki yake akaja kumchukua. Mama yake na binti ambaye ni Amelia alipokuwa anaendesha baskeli akaanguka. Ghafla bwana akasaidiwa na yule jamaa ambaye alimpatia binti yake kitambaa. Bwana tabasamu likaanza, stories zikaanza. Mwisho wa siku ukaribu ukawa zaidi. Basi leo walipokuwa anapiga story, binti mwenyewe kama alipo na boyfriend wake anapiga story, akawa anampatia michapo juu ya yule mwanaume. Sasa leo maajabu ni kwamba Kamala aliporudi nyumbani akamkuta yule mwanafunzi mwenzake ambaye alimpatia handkerchief, kumbe ana mahusiano na mama yake. Lakini ukweli ni kwamba Kamala alimpenda tangu ile siku ambayo alimsaidia handkerchief. Sasa ona, mama mtu ameleta mwanaume alafu asijue kana kwamba huyo mwanaume anapendwa na binti yake. Bwana, ilipokuwa usiku, Kamala roho ilikuwa inamuuma sana. Anasikia tu miguno ya mama yake huko. Mama yake yupo anashenyentwa na mwanaume ambaye anampenda. So ile miguno ikawa inamuasili kweli Kamala. Asa piga hesabu bana, unapokuwa unasikia miguno ya wenzako haina haja kusogelea. Lakini mama aligundua ile tabia, akamfuata mwanae na kumwambia, inakuwaje unampenda mwanaume ambaye mimi niko naye? Lakini dogo Kamala akaenda kamchana boyfriend wake yule ambaye anapiga naye story. Bana, mimi hapa mama amempenda mwanaume ambaye mimi nampenda. Sasa binti anamwambia mwanaume na mwanaume naye anampenda, tena anakuja kusema mamangu anampenda mwanaume wangu, kitu ambacho si kizuri sana. Leo yule mshikaji kumbe bwana anajifanya kama vile ni pastor, anahubiria watu mtaani, lakini alipomuona mama na binti, basi akabidi asogee pembeni kidogo kuweza kuwasikiliza. Sasa mama anakuwa anajidai kwa mwamba, lakini wakati huo binti naye anampigia mahesabu. Mama, umenyang'anya chakula changu pasipo kujua, mimi ndo nitakiwa kumpenda mwanzo kuliko hata wewe. Kumbe atupasa tu makini sana. Wewe mama, unapoona kabisa mwanao ana mahusiano na fulani au wewe una mahusiano fulani, basi angalau kaa mbali kidogo na familia. Basi binti alikuwa anampenda kweli mwamba, lakini mwisho wa siku akajikuta anazidi kuwa naye jirani, anafanya naye mpaka mapenzi. Sasa binti alifanya naye mapenzi, ukweli ni kwamba alionwa na yule mshikaji wake. Na kumbuke alishampega yule mshikaji wake, bana, mimi mama anafanya mapenzi au anampenda mwanaume wangu. Kwa dogo moja kwa moja akamwambia yule jamaa, usimwambie mama, fanya kama vile chikitu hujaona. Na mama aliporejea nyumbani, bwana akaambiwa na mwanae, bwana, tulikumisi sana. Mambo ya mahusiano bwana sio poa. Dogo ndo huyu hapo, unamuona yupo kwa mshikaji wake, anamwambia fanya kama vile hujaona. Lakini mshikaji naye akateka advantage, ili nijifanye kama vile sijaona, basi
na mimi nipe kidogo cha paa. Basi dogo ana namna, inabidi agawe, kwa sababu mshikaji wake kenda akimwambia mama yake kana kwamba wewe unamwibia baba na baba, itakuwa ni matatizo mengine. Basi dogo akawa hana namna. Lakini siku zilipokuwa zinazidi kwenda, mama akawa anawafuma anamfuma mwanae pamoja na yule kijana ambaye ni kijana wake. Sasa hiyo inakuwa sio nzuri. Lakini kumbe binti ashapata mimba tayari. Sasa binti wakati anaenda shule alianguka, mama akagundua na mimba. Basi mama alimuadhibu vibaya sana binti yake, asijue hiyo mimba ni ya huyo jamaa ambaye ndo mpenzi wake. Basi dogo moja kwa moja akaenda akamwambia mshikaji wake. Mshikaji wake alichokifanya, kwa sababu alikuwa anampenda binti, akasema asa wewe sikia, usimwambie mama yako huo ujauzito ni wa yule mume wake au wa yule boyfriend wake. Cha kufanya, mwambie mama yako hiyo mimba ni ya kwangu mimi, na mimi huyo mtoto nitamlea na nitakulea pamoja na wewe. Walipokuwa kwenye kikao cha usuluhishi, basi binti alifunga moja kwa moja akasema hii mimba ni ya huyo hapa jamaa wangu, lakini ukweli ni kwamba ni ya boyfriend wa mama yake. Na jamaa alikubali, mimi mimba hii nitailea na huyo mtoto pia nitamlea. Mama amefula, lakini hajui. Laiti angejua boyfriend wake anachapa wote wawili, yawezekana angefula zaidi, yawezekana angemkasirikia zaidi. Lakini binti leo inamuuma, kwa nini mimi mwanangu alelewe na baba yake ambaye sio, wakati baba yupo halisia kabisa. Basi usiku huo jamaa akaanza kuishi na Kamara kama vile mke na mume, wako pamoja. Lakini leo wakati mama ametoka, basi yule mshikaji akawa anatamani tena Kamara, anamtaka tena Kamara, lakini Kamara sikio bwana alimchomolea. Lakini yule boyfriend wake sasa na Kamara mpya ambaye amekubali majukumu yake, alikutana na mama mmoja na kumuelekeza kisa halisi kana kwamba bana, mimi nimeona yule jamaa anamtaka Kamara kingono. Basi moja kwa moja wakaongozana mpaka mama yake Kamara, wakamueleza hali halisi. Yule boyfriend wako anajifanya mchungaji, sio mchungaji, yuko alikotoka amewapa watu mimba, na hata mwanao ile mimba sio ya huyo kijana, ni mimba yake yeye. Kwa maana hiyo anakukula wewe, anakula na mwanao. Mwisho wa siku ameweza kumpatia mimba mwanao. Ya kupasa nini kifanyike? Basi tuelekee nyumbani moja kwa moja. Na wakati mama ashachanganyikiwa tayari, ina maana mimba sio ya yule jamaa, sio ya huyo kijana, ni ya boyfriend wangu. Mbona hii ni tatizo lingine? Basi mama pamoja na kijana wake moja kwa moja wakafunga safari kuelekea nyumbani. Na kweli walipofika nyumbani, bwana huyo mshikaji anamtaka Kamara, anamlazimisha toa hiyo mimba, lakini Kamara alikopoa anakataa. Basi moja kwa moja ugomvi ukatokea. Mshikaji alipofika ikabidi aanze kuwasaidia, lakini jamaa lilikuwa lina nguvu kubwa sana. Hasa bana, katika ugomvi unajua kuna mawili, lazima madhara yaweze kutokea upande mmoja. Kwa bahati mbaya, binti aliyokuwa na mimba alipigwa na kitu kizito mgongoni. Mama mtu anashuhudia pale pale, mwanae anakuwa na hali mbaya zaidi. Yaani jamaa limempa mimba na bado limemponda, na mshikaji aliingia kusaidia, bado imeshindikana, lakini ikaweza kutoroka. Hasara ikawa juu ya hasara. Hii ni Bernard Cinema. Usisahau kulike, kusubscribe pamoja na kushare, ikiwezekana comment, ili tuweze kwenda pamoja zaidi. Bye bye.